Mtoto wa Paula na Mario, Amara kama Amara, ebana binti huyu amechafua mitandao ya kijamii kwa sasa. Kila kona Instagram ni stories zake tu, ni rangi ya pinki, nyeupe na jeans ndio ambazo zinatawala mara baada ya siku ya jana kushushwa bonge la birthday party yake pale nyumbani kwa Mario. Bila shaka of course imeshushwa birthday party kubwa sana, kali sana ya mtoto wa Paula ambaye ametimiza miaka 2. Unafahamu alizaliwa mwaka 2024 ama 25 mpaka sasa hivi kuna miaka 2 na mali alizaliwa 2024. Yes. Tarehe 3 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo kila tarehe 3 ya mwezi wa 5 huwa tunasherehekea birthday ya mtoto wa Paula ambaye ni Amara. Amara ni karembo jamani. Yes, kati ya watoto ambao ni warembo kwenye mitandao ya kijamii na wana uchangamfu, lakini pia wanafuatiliwa kwenye harakati zao za kila siku, basi Amara ni mmoja wao. Na birthday party yake imevunja rekodi kwa sababu imehudhuriwa na watu mbalimbali mashuhuri kama unavyofahamu. Yani Amara amezaliwa kwenye familia ambayo yani kila pande akiangalia ni mastaa. Kwa hiyo hata yeye pia tayari ameshakuwa star katika umri wake huo. Yani tangu yuko tumboni kwa mama yake ni star kwa sababu amezaliwa na Paula. Mama yake mzazi ni Paula ambaye ni star, na huyo Paula mwenyewe ametoka kwenye familia ya kistar kwa sababu Kajala ni star, na huyo Kajala ni mama wa Paula lakini pia ni bibi wa Amara. Lakini pia huyo Paula alizaliwa na baba yake mzazi ni P Funk Majani ambaye naye pia ni mtu maarufu kweli kweli kwenye industry ya muziki, unaelewa Lakini pia kwa upande mwingine baba wa Amara ni Mario, naye pia Mario ni mtu maarufu lakini pia anajulikana, lakini pia ni star unapozungumzia muziki wa Bongo Flava ama hapa Tanzania. Lakini pia ukitazama kwa upande mwingine, Amara pia amezungukwa na bibi na babu ambaye ni Kajala ambaye nimemzungumzia, lakini Kajala yupo kwenye mahusiano na Harmonize ambaye naye pia ni star. Kwa hiyo yupo kwenye familia fulani hivi ya kistar, kwa hiyo hakuna sherehe ndogo. Na huo muunganiko pia ndio umeleta watu wengi zaidi kwenye birthday yake huyo mtoto. Kwa hapa nimekuletea baadhi ya matukio ambayo yalifanyika na watu ambao wamehudhuria, lakini pamoja na wishes mbalimbali ambazo zimetiririka kwenye birthday ya mtoto huyu, lakini pia na picha. Niliona Mario ameweza kushare posti zake na yeye. Yes, ameweza kushare posti zake na ujumbe wake mzito, lakini pia Kajala ameweza kushare. Huyu mtoto tunasemaga amefanana na bibi ambaye ni Kajala, lakini hata Mario pia amefanana naye kwa upande huyo mtoto. Yaani kama Kajala amefanana na Paula, lakini pia amefanana na Mario, lakini pia kwa bibi ameenda pia kufanana naye. Harmonize alikuwa ni mmoja wa watu ambao wamealikwa, naye pia alikuwa front, yani kwamba alikuwa main table pale, kwa maana kwamba ni mwanafamilia kabisa. Alafu Amara ni kama tayari ameshamzoea babu, kwa hiyo hata kibebwa na Harmonize wala shtuki wala hali wala chochote kile. Yeye Paula aliandika happy second birthday my angel. She doesn't just grow, she grew me too. Yani kwamba hakui yeye tu bali hata mimi pia nakuwa into a softer woman, a strong soul, a mother I never knew I could become. Yani kwamba into a soft woman, yani kwamba kuwa mama fulani hivi, lakini pia kuwa na ule moyo wenye nguvu ama roho yenye nguvu, lakini mama yule ambaye hakuanza kabisa kama atakuja kutokea. Kwa hiyo akasema kila siku na wewe inamenifundisha upendo wa kweli, uvumilivu na maana ya maisha yenyewe. You didn't just come into my life, you became my life. I love you so much my baby. Huu ni ujumbe huu wa Paula kwenda kwa binti yake Princess Amara, na watu wengi sana walikuja pale kumuishi birthday nini unaona. Yes, walikuja pale kumuishi birthday na kadhalika. Lakini pia ukienda kwa Mario pamoja na bibi ambaye ni Kajala, nao pia waliweza kumposti huyu mtoto. Mario aliweza kushusha pale picha mbalimbali, lakini pia akaandika I am proud of my love. Akamtagi pale Paula. And the Princess Amara is too. Oh my Lord, bless my family. Akamalizia hivyo, na watu wengi sana walikuja pale kwa wishes na kadhalika. Lakini pia ukienda kwa Kajala, naye pia aliweza kupiga naye picha photoshoot za kwenda, then akaandika happy birthday to my beautiful granddaughter, my favorite person in the whole world. You bring so much joy, laughter and love into my life every single day. Watching you grow has been one of my greatest blessing. You are truly special and I'm so proud of that amazing person you are becoming. May your day be filled with the happiness, fun and all the things you love, and may your life always shine as bright as your smile. I love you more than word can ever express. Happy birthday my sweet girl. Akamtagi pale.
Lakini Harmonize akaja ka comment hapa akaandika proud of you wife, malizia kiboko yako lol. Kwa hiyo iko hivyo jamani. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuja kumuishi. Ukija huku yani kwenye posti ambayo imepostiwa ka video fulani hivi, yani kalipostiwa kwenye page ya Amara na kadhalika, wengi walicomment kwamba ni katoto karembo. Wakamwambia mbona ghafla Amara amefika miaka 2. Wanasema huyu mtoto amekuwa kwenye simu yangu, na waombea wanawake wote wanaotafuta watoto, Mungu awape watoto. Happy birthday mtoto mzuri. Yeye anasema mtoto superstar, huku baba, huku mama, huku bibi, huku babu. Alo. Lakini mwingine alicomment akasema mashallah, birthday ya Amara, hongera mama Amara, umekuza. Yes, hakuna ambaye alitegemea kama Paula atakuwa mama bora kiasi hichi. Wengi walijua kwamba mtoto huyu ataachiwa Kajala ambaye ni bibi, then Paula aendelee kupuyanga na mambo yake. Na hakuna aliyedhani kwamba Paula angeweza kukaa kwenye mahusiano na Mario mpaka kipindi hichi. Wengi walifikiria baada ya mimba vile basi kuna namna tu, yani wangelea mtoto kila mtu separate, lakini mpaka sasa wako pamoja. Hatujawahi kusikia ugomvi kati yao, hatujawahi kusikia skendo zozote chafu, na wanaendelea kumlea mtoto wao. Kwa hiyo Paula amekuwa akisifia kwa vitu vingi sana, na umri wake wa miaka 23 kwa sasa unamuona kama ni mtu ambaye mwenye miaka 30. Kwanza ujio wa Mario kwenye maisha yake umembadilisha, lakini pia ujio wa Amara kwenye maisha yake umembadilisha pakubwa sana sana. Hebu shuhudia picha hizi na video hizi, alafu uje na comment yako hapo ya nguvu kabisa kwa ajili ya wishes ya miaka 2 ya mtoto huyu ambaye ni Amara. Na pia atakuwa kama ambavyo watu wanamsema Princess Tifa kwa sasa, yani kwamba amezaliwa kwenye bando lao na amekulia kwenye bando lao, lakini wakimtazama wanamueni kuna namna bado hapo tu, wao hawajaendelea kwa chochote, lakini mtoto anazidi tu kukua. Kwa hiyo hata Amara vile vile kuna watu wanamfuatilia na wanapenda kumfuatilia. Miaka 2 wengine hawaamini imefikaje, lakini ndio hivyo, ana miaka 2. Achilia comment, lakini kwa habari nyingine zaidi endelea kutufuatilia.